kazi mojawapo ya neema ya Mungu, kazi mojawapo ya neema ya Mungu ni kukutengenezea kibali cha Mungu. Kazi mojawapo ya neema ya Mungu ni kukutengenezea kibali cha Mungu, kikusaidie unapoandamwa na roho ya kukataliwa. Yeremia 18 tulisoma juzi ile. Nataka utizame tena kwa upya ile mistari 6 ya mwanzo. Ina kitu kizuri sana ndani yake. Anasema hivi: neno hili ndilo lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana kusema, ondoka ukashuke mpaka nyumba ya mfinyanzi, na huko nitakusikizisha maneno yangu. Basi nikashuka mpaka nyumba ya mfinyanzi, na tazama, alikuwa akifanya kazi yake kwa magurudumu. Na chombo kile alichokuwa akikifinyanga kilipoharibika mkononi mwake, yule mfinyanzi alikifanyiza tena kuwa chombo kingine, kama alivyoona vema yule mfinyanzi kukifanya. Ndipo neno la Bwana likanijia kusema, nyumba ya Israeli, je, siwezi mimi kuwatendea ninyi vile vile kama mfinyanzi huyu alivyotenda? Asema Bwana, angalieni, kama udongo ulivyo katika mkono wa mfinyanzi, ndivyo mlivyo nyinyi katika mkono wangu, nyumba ya Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Tuliangalia ile siku ya kwanza, ana maana gani anapozungumza ya kwamba chombo kinaharibika mikononi mwake na bado kiko mikononi mwake. Anaamua kukifinyanga tena, anakitengeneza tena, kwa sababu ametuchora kwenye viganja vya mikono wake. Ina sura ya kila mmoja kufuatana na kazi anayotakiwa kaifanye. Kwa hiyo anapokuleta, anakutengeneza, anakuwekea ndani ya tumbo la mama yako kabla hata hujaja. Kuna kitu ambacho Mungu anawekeza kwa ajili ya kile anachotaka ubebe. Hallelujah. Sasa unisikilize. Kama anatutengeneza na kututengeneza, kuna jambo ambalo unahitaji kuona. Kwa sababu watu wengi sana wanafikiri kuna siku watamaliza chuo wanachofundishwa na Mungu. Wasimaliza. Kwa nini? Kwa sababu leo anakuandaa kwa ajili ya kesho. Ukifika kesho anakuandaa kwa ajili ya kesho. Ukifika kesho anakuandaa kwa ajili ya kesho. Ukifika kesho anakuandaa kwa ajili ya kesho. Kuna kesho nyingine utajikuta uko mbinguni. Kwa hiyo inamaanisha umefika leo kwa sababu ya matengenezo yaliyokuwepo kwenye maisha yako ili kukufikisha leo. Lakini kwa sababu umefika leo, unahitajiwa kufika kesho. Uwe na uhakika kuna vitu ambavyo Mungu alikuwa anawekeza ndani ambavyo havihitajiwi leo, vinahitajiwa kesho. Utakapofika leo, ghafla vinaibuliwa ndani yako, vinatengenezwa na kukusaidia kufanya maamuzi ambayo yanatengeneza kesho yako. Na kwa sababu hiyo, matengenezo ya mtu mbele za Mungu ni ya kudumu, endelevu. Biblia iko wazi kabisa. Hakuna siku utafika utasema nimemjua Mungu sasa yatosha kabisa, sitaji tena kusoma Biblia. Biblia ni ile ile unaisoma kila mwaka, Biblia ni ile ile unaisoma kila mwaka, lakini kila mwaka ukiusoma unapata ufunuo mpya. Kila wakati ukisoma unapata kitu cha zaidi. Kwa nini? Kwa sababu huo ufahamu unauhitaji kwa ajili ya kesho yako. Huo ufahamu unauhitaji kwa ajili ya leo yako. Na kwa sababu hiyo, kadri anavyokuletea neno lake, anakutengeneza ndani yako. Tunaenda sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.